Karibu katika msimu wa 15 wa Shamba Shepherd. Tumetembea kote Afrika Mashariki kutafuta wakulima wanaofanya kazi kwa bidii. Tunataka kuwasherehekea wakati tunawapa maarifa wanayohitaji ili waweze kuendana na kufanya mashamba yao kuzalisha zaidi hata pale kunapokuwa na mabadiliko ya tabia nchi. Tunataka kuwapa msaada kupata mavuno bora na kuongeza kipato chao. Tutaona jinsi wakulima wanavyoweza kufaidika kutokana na ushauri wa wataalamu wetu, huku wakijifunza kutoka kwa kila mmoja wao katika njia nyingi. Jiunge nasi katika hizi safari na shiriki katika uzoefu wa wakulima kwenye safari ya Shamba Shepherd. Kwa miaka mingi tumekupa utabiri wa hali ya hewa. Habari za hali ya hewa na kilimo kwa ajili ya Kenya. Swali kuu limekuwa, huu utabiri unapatikana vipi na je, ni wa kuaminika? Katika kipindi hiki tutagundua jinsi tunavyopata taarifa sahihi za hali ya hewa kutokana na njia za jadi hadi za kisayansi ya kisasa. Yote haya ni kuhakikisha kuwa wewe kama mkulima unaweza kufanya maamuzi sahihi. Karibu katika Shamba Shepherd. Wiki hii tuko katika kaunti za Nairobi na Makueni tukijifunza yote kuhusu utabiri wa hali ya hewa. Idara hii, majukumu yetu ni kupatiana utabiri wa hali ya hewa. Kwa hivyo utabiri huu unasaidia mkulima sababu anapata kuelewa mvua itapatikana siku gani, itapatikana sehemu gani na itapatikana kwa kiwango gani. Sasa hiyo inamsaidia kufanya waamuzi wakati atapanda mbegu ile atapanda. Katika station zetu tunapima parameters kadhaa, hali ya joto, hali ya mvua, hizo zote. Sasa hiyo data yote inaingia kwenye mitambo yetu kupitia sayansi na pia teknolojia ya kisasa. Tunafanya models, mathematical models, computer models, ambazo zinaweza kutusaidia kutabiri hali vile itakuwa katika eneo fulani, katika wakati fulani. Hiyo ngumu kueleweka. Hebu tufafanue. Nataka kuelewa zaidi kuhusu utabiri wa hali ya anga. Basi ungana nami na tusome pamoja kwa kutembelea idara ya utabiri wa hali ya anga wa Kenya. Nakutana naye Dorcas Mule, mtaalamu wa uchunguzi wa hali ya hewa, ambaye atanionyesha vifaa tofauti vinavyotumika kukusanya taarifa za hali ya hewa. Haya basi, tunaanzia wapi? Tunaanzia hapa kwa hiki chombo. Hiki kifaa kinatumika kutupea masaa ya jua kwa siku nzima. Kwa hivyo ili karatasi iliyo hapa inachomwa na jua, alafu jioni tunatoa, tuko na mahali scale. Tunaekelea hiyo karatasi na alafu tunafanya mahesabu, tunajua masaa ya jua ilikuwa magapi kwa hiyo siku. Umuhimu wa kujua taarifa hii ni gani? Tunataka kujua mimea yetu kama itapata miale ya jua inayotosha, kwa sababu inahitaji, ndio tuweze kuwapea taarifa, waweze kufanya uamuzi ufaao. Dorcas, nini kinaendelea hapa? Hiki ni chombo cha kupima upepo, umbali upepo imetembea kwa masaa 24. Yes. Na maji ni ya nini? Ya kuosha chombo ama ni ya nini? Maji hii tunaita evaporation pan, ama chombo cha kupimia evaporation. Uvukizaji. Uvukizaji. Kwa hivyo kiko karibu na hiki chombo kingine, kwa sababu wakati maji imeevaporate na upepo inaweza kuibeba mahali itaenda kufika, tunataka kujua mawingu yatakuwa aje, kama itaweza kukua na mvua yenye inatosha kunyesha ama tu itakuwa mawingu ya kawaida. Dorcas, umetoka kwa ufukizaji, evaporation, sasa tunakuja kwa mvua. Hiki ni chombo kinachotumiwa kukusanya mvua ama kupima mvua. Umuhimu wa kujua kiwango cha mvua tulichokipata kwa siku ama kwa siku zinazofuata kwa mkulima inasaidia kujua ya kwamba kama ataweza kuanza kupanda, kama mvua inatosha
kwa mimea kuweza kumea. Dorcas, Yes. hapa kunaonekana kama kuna siri. Hapa kuna Hii ni siri. siri. Hiki ni chombo cha kupima unyevu wa udongo. Tunaita tensiometer, na unavyoviona ni kama 3 hivi. Zote zimewekwa kulingana na depth kwa udongo. Ndio tujue ya kwamba kama maji yenye iko kwa mchanga inatosha kulea mimea yetu. Kama maji yenye iko kwa udongo inatosha, mkulima tunaweza mpea mawaidha aweze kutumia maji kutoka mahali pengine, aweze kunyunyizia mimea yake ili iweze kufikia maturity. Safari haijaisha. Haijaisha bado. Basi tutembee. Mimi nafurahia sana. Twende basi. Haya, twende. Haya, chombo kazi yake ni gani? Hiki kisanduku kinatumiwa kuweka vyombo za kupima joto ama thermometers na vitu zingine ndani kama vihisi za nazozitumia za kidijitali za kupima tena hali ya hewa. Tunaweza fungua ili tuweze kuziona ndani. Haya, tufungue. Tuone. Kama unavyoona hapa tuko na thermometer kama 4 ama vipima joto. Ili tumesema ni ya kupima joto ya kawaida, na hii ni ya kupima joto ya unyevu. Hapa tunaweka maji, ndio sababu tunaita ni kupima joto ya unyevu ulio katika hiki kisanduku ndani. Na kuna hii ya kupima joto ya zaidi na joto ya chini kabisa. Mnahakikisha mmepima joto aina kama aina 4 ndio wakulima wapate taarifa kamili. Ndio wakulima wapate taarifa kamili itakayowasaidia. Haya. Ndio. Kipi kingine ambacho kiko hapa? Hiki ni chombo kinacho kuwa na vihisi vya kidijitali inayotumika kufanya tu kama hili, lakini sasa tumeenda kwa digital. Taarifa kama hizi hukusanywa kutoka maeneo mbalimbali nchini. Idara ya hali ya hewa ya Kenya pia hupata taarifa kutoka kwenye nchi zingine katika ukanda na hata duniani kote. Baada ya mitambo hii kutumika kupata habari hii yote hutabiriwa kivipi? Hebu tukajijuze. Jemima. Yes, Carol. Yaani nimepata kukutana na wewe. Yes, karibu sana. Asante. Yes, hapa ni Kenya Meteorological Department. Naam. Na haswa hii ofisi ni ya utabiri wa hali ya anga. Nimetoka kwa ile ofisi yenu nyingine, nimeona sijui kama naweza ziita vifaa, zingine zinapima upepo, zingine mvua. Yes. Sijui sasa wakishapima hivyo nini hufanyika? Sasa hiyo information yote yenye wamepima, hizo vitu zote umeona zinatumwa, zinakuja kwa hii ofisi. Halafu sasa tunatumia kompyuta kufanya hesabu ndio tutoe forecast. Natamani sana kujua. Karibu sana. Leo utasoma. Asante. Karibu. 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 So hivyo vipimo vyote uliona vinakuja in form of numbers. Halafu vinachukuliwa na hii software inazisoma. Halafu software yenyewe inafanya hesabu. Ndio sasa inaweza kutuambia kesho kutakuwa na kiwango gani cha mvua, temperature zitakuwa zimefikia degree ngapi. Hiyo yote inafanywa na software inayofanya hesabu. Yaani hiyo software inafanya hesabu, inakupatia haswa. Oh yes. Na sio nambari tu, inakuchorea mpaka hizi map. Inakuonyesha sehemu fulani ya Kenya kama vile Western sasa tunaona kuna mvua kidogo. Coast pia kuna mvua kidogo. Ukitaka kujua kama joto ikoje Nairobi, hiyo software imekuchorea ya kwamba Nairobi kuna degree kama vile 25 hivi. Yes. Na hizi ni vifaa vyetu vya Kenya. So hapa tunaona picha ya satellite. Yes, na hii ni satellite ya kuangalia mambo ya hali ya anga. Na tunaona hivi imepiga picha mzuri, tunaona Kenya hapo, na tunaona ya kwamba hakuna mvua, na hata ukiangalia nje hakuna mvua. So hizi satellite zinatuonyesha picha haswa ya vile kulivyo Kenya. Pia tunaangalia software za nchi zingine zinasema nini
kuhusu weather yetu ya Kenya. So kama hapa tunaona Uingereza inasemaje, tunaenda Marekani, tunaenda bara Europa, na pia picha ni ile ile. Na hata tukitaka kwenda kusini ndio Australia. Na pia hata South Africa pia wako na weather yao. Ili kufanya utabiri wa hali ya hewa, sio tu kuangalia models pekee. Tunaziangalia zikiwa zote kwa jumla yetu, ya nchi zingine, jinsi ambavyo zinasema kuhusu nchi yetu. Halafu sasa sisi kama wataalamu wa hali ya anga, tunakaa chini, tunajadiliana. Ndio tuseme kama weather ya kesho itakuwa aje. Sasa hiyo ndio inakuwa ile focus yenye unaona kwenye mtandao imeandikwa Meteorological Department, daily forecast, 5-day, kitu kama hicho. Hiyo ndio process yote ambayo tunafuata ili tuwape wananchi hizo products zetu. Na tuachie hapo, inaenda mpaka chini kwenye county. Kunao maafisa wetu ambao wako kwenye county wanachukua hii forecast ambayo tumefanya hapa. Hii ni national, ni ya nchi nzima. Naye pia anafanya yake ili yule mwananchi ako hapo apate product ambayo inamhusu yeye mwenyewe binafsi. Pamoja na utabiri mkuu wa hali ya hewa, idara ya hali ya hewa ya Kenya pia hutumia data kutoka vituo vya hali ya hewa vya kiotomatiki na balloons maalum za hali ya hewa. Hizi huwekwa maeneo mbalimbali nchini ili kutoa taarifa sahihi kulingana na mahali husika. Sasa tukishatengeneza hizi products zetu, forecast zetu, sasa tunazituma kwa raia sasa. So kunao wale wanaoangalia kwenye website yetu, wanazipata huko ziko zote. Zingine wanatumiwa kwa email, wengine wanazipata kwa WhatsApp. Hata ukienda kwa mitandao ya kijamii X, hizi forecast zote ziko hapo. Jemima, Yes. wacha niache uendelee na kazi yako, nami pia bila shaka niendelee na yangu. Sawa? Yes. Asante sana. Karibu tena. Karibu. Asanti. Yanayojiri baada ya mapumziko. Karibu tena kwa Shamba Shape Up. Wiki hii tutajifunza kuhusu utabiri wa hali ya hewa, jinsi inavyoanzia kwenye vifaa hadi kuwa taarifa unayoweza kutumia. Utapata kwamba wakati wa participatory scenario planning kuna mikutano ambayo huwa tunapanga, tunaalika wakulima, tunaalika walimu, tunawaalika waofisa kutoka sekta mbalimbali. Sasa tushawaelezea hii, nao hii information wanaweza kuwaelezea wengine. Pia kutumia mitandao, because mitandao iko na umuhimu wake. Kupitia mitandao utapata kwamba wakulima wanaweza kufikiwa na ujumbe. Utabiri wa hali ya hewa katika Greater Horn of Africa region ambayo iko na nchi 13. Wale wanapatiana regional forecast ya hiyo eneo yote. Sasa katika KMD sisi tukiwa hapa headquarters tunafanya ile ya nchi ambayo inatuambia hali ya anga vile itakuwa kwa ujumla nchi yote. Tukitoka hapo wale wakurugenzi wetu wa counties nao pia wanafanya focus ama utabiri katika zile counties zao, sababu mkulima ambaye ako mashinani angetaka ajue hali ya anga vile itakuwa pale mashinani. Tunatoka Nairobi na kuelekea Makueni ambapo tunaona jinsi utabiri wa hali ya hewa unavyofika kwa mkulima. Wataalamu wamekongamana ili kutafsiri utabiri wa hali ya hewa ya nchi hadi wodi ili kuwasaidia kujitayarisha vyema. Naenda kujiunga na kikao cha participatory scenario planning ya idara ya hali ya hewa ya Kenya na washikadau wengine wanapochunguza utabiri wa kitaifa uliotolewa hivi karibuni. Lengo lao ni kuunda ushauri kwa ajili ya kaunti ya Makueni. Nina hamu sana kujifunza jinsi wanavyofanya haya. Paul Morage kutoka idara ya hali ya hewa ananipeleka kwenye shamba lililoko Makueni. Hebu tuone ni kwa nini.
Tumeongelelea mambo mengi tukiwa kule kwenye kongamano. Yeah. Na pengine niliweza kushika mambo mawili matatu. Mambo kabisa ilikuwa ni mambo ya hali ya anga, mabadiliko ya tabia nchi, mambo na kapu la chakula. Sijui kutakuwa na mvua, kutakuwa na mvua. Ni nini hasa ilikuwa inasemwa pale? Idara ya utabiri ya hali ya anga, Kalo haiwezi sema mtapanda hii. Kweli. Kwa sababu hiyo kuna mashirika ingine. Kwa hivyo hiyo kongamano ilikuwa imeleta wale wataalamu wa kilimo, wa mifugo, wa mimea, watu wa maji. Kila idara ya serikali iko na vile iko na kazi yake. Na kama kazi yetu ni kutoa hiyo utabiri, mvua itaanza lini, kiwango. Kutoka hapo ni hawa wataalamu wengine na mashirika yao, kwa sababu wako na kazi yao. Kusema kulingana na hiyo utabiri tumepatiwa, hivi ndivyo mnatakikana mfanye. Kwa sababu kila shirika iko nao. Tukipata ile hotuba kubwa kutoka kwa ofisi yetu ya Dagoretti, kwa mkurugenzi yetu, tumeweza kutengeneza utabiri ya kaunti ya Makueni. Na hata Makueni iko na maeneo tofauti. Kwa hivyo mkurugenzi wetu atatueleza ni mvua kiwango gani wanangojea hapo. Tukikuja nao kwa kongamano, kwanza tunashukuru wenyeji, kwa sababu hata wao kuna vile walikuwa wanaoneshwa wakati wa utabiri ya kiasili. Kwa mfano, mti ya maembe hii ya kienyeji ikitoa maua mingi, ile kiangazi inakuja ni kali. Alafu sasa tunaleta yetu, tunatafuta mtu ambaye atapatanisha hizo mbili ili tuweze kupelekea washikandao, hii ni ya utabiri, hii ni ya utamaduni na hii ni ya kisayansi. Hiyo sasa ndio tukisikizana, tunajumuisha, tunasikizana. Kama hii wakati unasema itakuwa na kiangazi. Nao sasa hawa wataalamu ndio sasa wataweka mikakati. Sasa sijui kwa nini umenileta hapa. Tumetoka ile kongamano nikakuleta hapa kwa chuja mmoja wetu. Kwa vile huwa ananakili, tumemletea ile mashini ya kupima mvua. Alafu tumemfundisha mambo ya kunakili na kututumia sisi. Siwele nikupasha mumu. Twende, mimi niko tayari. Sawa sawa. Ni huku kwake. John Maenge anayejulikana pia kama Teacher Bosco ni mkulima hapa Makueni. Amepanda mimea tofauti tofauti, naye pia anafuga ng'ombe. Muhimu zaidi ni kwamba kwenye shamba lake ana vifaa vyake vya hali ya hewa ambayo anatumia kukusanya taarifa za hali ya hewa. Mpaka saa hizi ukulima inakupeleka vipi? Mzuri sana. Ile mbaya sana ni wakati ukame unaingilia. Unasumbua wakulima sana. Na msimu huu unatarajia kupanda nini? Kupanda green grams, pigeon peas. Kwa nini umeamua kupanda mimea hiyo haswa? Hiyo ndio inavumilia ukame. Kwa hivyo umeshatabiri na ukajua kwamba kutakuwa na ukame. Yes. Umejua aje? Nimejua kutoka kwa ile trainings tunaenda. Tunaenda mafunzo ya predictions. Wataalamu wanasema mvua iko namna hii. Na tunakuja tujipange na tuambie wakulima in time wajipange. Bwana Murage, sasa kazi ya SWA ambayo mwalimu anafanya inawasaidia vipi? Kama shirika la utabiri wa hali ya anga nchini Kenya, tuko na changamoto kubwa ya kuwa na stesheni ama mashini za kupima. Kwa hivyo tunachukuru wakulima kama Teacher Bosco. Tunaweza wekea hii mashini awe anatupimia kila siku. Ananakili na kuwa akitutumia. Waweza tupeleka pale hiyo kipimo iko. Tuone hata rekodi. Tutaenda hapo. Twende basi. Karibu sana. Haya, sawa. Sasa nauliza hii inafanya kazi aje? Kwa sababu mimi naona tu kashimo kadogo. Hebu nionyeshe. Wacha nikushikie Kalo. Kama kawaida wewe. Wacha nibebe. Tunafungua namna hii. Hii tukaweka chini. Alafu tukatoa hii chupa. Hiyo yote maji iko hapa. Basi tunatumia ile tube iko ina measurement. Inaonyesha millimeters. Na wakati mwingine kama kuna mvua nyingi inaweza hii inajaa na ingia pale. Inaingia kwa hii ya pili. Inaingia kwa hii ya pili. So tunatoa hii tena. Kama sasa hii hakuna mvua kwa sasa. Hapo sasa ataandika nini? Ataandika 0.
Zero. Siku hiyo hakuna mvua. Yeah. Na inafaa kuwa hivyo. Unaona kwa nini kupatia hizi? Hizi ni nakara. Ako pale, ako na vijikaratasi huwa tumemtumia. Nataka uangalie pale huwa ananakili. Na ukiangalia kwa umuhimu, kwa karibu, unaona inaanza tarehe 2. Kwa nini? Kwa sababu tarehe 1 imeenda wapi? Tarehe 2 ile ya tarehe 1 inapimwa saa 3 ya ya tarehe 2 siku inayofuata. Siku inayofuata. Nimekupata. Alafu akimaliza anatutumia hii Nairobi. Alaashwa na hii ingine ambayo inanakili kutoka tarehe 2 ya Januari mpaka tarehe 1 ya mwaka ingine. Hiyo mwaka ingine. Lakini kwa sababu ya teknolojia Tisha Bosco ni nani? Anaituma hata na WhatsApp na SMS. Message. Yaani mambo ni digitali. Sasa mwalimu, sisi tutakuacha uendelee na kazi yako, pia sisi tuendelee na yetu, si ndio? Kwa wakulima masaa ndio inaongea. Hatutapoteza muda. Asante sana. Shukrani. Naam. Mimi ndio kwa kimombo wanasema County Director wa Meteorology Makueni. Karibu sana. Mambo ya hali ya anga ya hapa itakuwa vipi utabiri? Mvua ya msimu huu si itaperform vizuri kwa kizungu. Venye tunasemanga iko depressed. Kumaanisha ni ya kiwango kidogo kulingana na average ile ya hii county. Sasa wewe kama mtaalamu, utaweza kuambia wakulima wa Makueni wajiandae vipi? Kama venye uliona kuna hiyo kongamano ya tunaita kwa kizungu PSP. Yes. Katika huyo mkutano tunaita players wa sector kutoka kaunti ya Makueni. Unaweza pata idara kutoka agriculture, livestock. So tukikuja nikiwaelezea kuhusu outlook ya rainfall venye tunatarajia. So unapata wanakuja na mawaidha. Sasa hiyo ni utabiri wa hali ya anga ya sehemu ya Makueni. Ya Makueni. Basi mkae papa hapa katika Shamba Shape Up ili muweze kupata utabiri wa hali ya hewa ya sehemu zingine za nchi. Tumejifunza mengi. Sasa tuangazie utabiri wa hali ya hewa kwa wiki zijazo. Karibu katika Shamba Shape Up, habari za hali ya hewa na kilimo kwa ajili ya Kenya. Tunatarajia mvua nyingi kuliko kawaida Nyanza, maeneo ya bonde la Ufa na ukanda wa magharibi, wakati mikoa ya kati, mashariki na pwani ikitarajia mvua kiwango cha chini. Kama inavyoonekana kwenye ramani yetu, kaunti za kusini mashariki zikijumuisha Kitui, Makueni, Machakos, Taita Taveta na Kajiado zitapata mvua kuanzia wiki ya 3 au ya 4 ya mwezi wa Novemba. Mvua hizi zitaendelea mpaka wiki ya 3 au ya 4 ya mwezi wa Disemba. Jumla ya mvua hapa itakuwa chini ya milimita 400. Kama uko maeneo haya, hakikisha miundo yako ya kushikilia maji kama mitaro imekarabatiwa ili uweze kushikilia maji kwenye udongo. Ukanda wa pwani, kuanzia pwani ya kaskazini mpaka kusini, kutapata mvua za hapa na pale katika mwezi wa Oktoba, lakini msimu rasmi utaanza katika wiki ya 3 au ya 4 ya mwezi wa Novemba na kuendelea hadi mwishoni mwa Disemba. Hii inajumuisha kaunti ya Lamu, maeneo ya chini ya Tana River, Kilifi, Mombasa na Kwale. Jumla ya mvua inayotarajiwa hapa itakuwa milimita 250. Kama uko mkoa wa Pwani, panda mimea inayohimili ukame kama vile mihogo na mbaazi kuhakikisha unapata mavuno hata na mvua kidogo. Katikati mwa Kenya kunatarajiwa mvua kuanzia wiki ya 3 au ya 4 ya mwezi wa Oktoba na kuendelea kunyesha hadi wiki 2 za mwisho Disemba. Kutapata mvua karibu na chini ya kiwango cha kawaida itakayonyesha msimu wote kufikia milimita 400. Hii inajumuisha kaunti za Nyandarua, Nyeri, Kirinyaga, Murang'a, Meru, Embu, Nairobi na Kiambu. Kama uko maeneo haya, panda aina ya mimea ambayo inachukua muda mfupi kukomaa kama vile sungura, 301 au tosheka kwa ajili ya mahindi na miezi 2 au New Rosecoco kwa ajili ya maharage. Mikoa ya bonde la Ufa, magharibi na Nyanza, mvua zinazonyesha zinaweza kuendelea mpaka wiki 2 za mwisho Disemba. Hii inajumuisha Pokot Magharibi, Uasin Gishu, Nandi, Kericho hadi Busia, Kakamega, Bungoma, Vihiga, Siaya, Homa Bay, Nyamira, Kisii na Migori. Mvua zinazotarajiwa hapa ni milimita 400. Kama uko maeneo haya, panda sasa kuhakikisha unatumia mvua zinazotarajiwa kwa ajili ya mavuno mazuri.
Narok, mvua zinatarajiwa kuanzia katika wiki ya mwisho ya Oktoba au wiki ya kwanza ya Novemba na kuendelea hadi wiki 2 za mwisho za mwezi wa Disemba. Kwenye mikoa ya kaskazini magharibi na kaskazini mashariki, mvua zinatarajiwa kutokuwa na tarehe maalum za kuanzia au kuishia. Hii inajumuisha Turkana, Samburu, Marsabit, Mandera, Wajir, Isiolo na Garissa. Wakulima, ni wakati wa kujiandaa kwa ajili ya mvua zitakazonyesha. Andaa shamba lako mapema na chagua mbegu sahihi iliyoidhinishwa kwa ajili ya eneo lako kutegemea kiasi cha mvua kinachotarajiwa. Piga simu au tume ujumbe kwa iShamba kujua aina bora ya mmea kwa ajili ya eneo lako. Huu ni wakati bora wa kuweka mbolea kwenye shamba lako unavyojiandaa kwa ajili ya kupanda. Kumbuka, mbolea nzuri inatengenezwa kutokana na mchanganyiko wa mimea na kinyesi cha wanyama. Kama hujafanya kipimo cha udongo kwenye shamba lako katika miaka 3 iliyopita, sasa ndio wakati. Kipimo cha udongo kitakusaidia kujua mbolea sahihi kwa ajili ya mimea yako. Boresha afya ya udongo wako kupitia kubadilisha mimea unayopanda, ulimaji kidogo na kufunikia kwa majani. Kwa utabiri wa hali ya hewa wa kina kwa ajili ya eneo lako, wasiliana na iShamba. Piga simu nambari 0711 082 606. Mimi ni Brenda, tuonane wiki ijayo katika Shamba Shape Up, habari za kilimo. Tunatumaini sasa unajua na kuelewa jinsi utabiri wa hali ya hewa unavyofanywa. Kumbuka kuangalia utabiri wa eneo lako na ujipange kulingana na ushauri kutoka kwa wataalamu wa mimea na mifugo wa eneo lako. Pia unaweza kuwasiliana na iShamba kwa kutumia taarifa zilizoko kwenye skrini yako. Tuonane wiki ijayo kwenye Shamba Shape Up. Thank you.